Maisha yangu kwamba nilipataga changamoto ya bodaboda. Nilipataga pale Ruwasa nilianguka. Kuanguka sikuumia hapo hapo, nguo ilinasia. Lakini nilianguka lakini niliendelea na shughuli zangu. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda na viungo navyo vinapooza. Ukitembea mara viatu vinavuka. Lakini ilifika siku moja ambayo sikuinuka tena. Ikawa ndo mwanzo wa kuanza kuumwa. Yaani nilikuwa nimeshapooza kila kitu. Nimehangaika sasa, yaani mpaka nimehangaika, yaani inakuwa too much, yaani nimefeli sasa. Ama kweli hujafa hujaumbika. Huyu ni Asha, dada ambaye kwa sasa maisha yake yamekuwa na changamoto kubwa sana. Kwani kwa sasa amekuwa ni mtu wa kukaa sehemu moja tu, na hii ni kutokana na kupooza eneo la kiunoni hadi miguuni. Hapa anatueleza chanzo cha tatizo hilo, na akisema alipata ajali ya pikipiki na kujikuta kubamiza sehemu ya goti, hali ambayo imedumu tokea kipindi hicho hadi sasa. Na mtazamaji wa Families Media, kama ilivyo kaida yetu kuhakikisha kwamba tunapita kwenye jamii kuzungumza na watu ambao wana changamoto, na leo hii tupo hapa Kionda Mbuyuni mkoani Morogoro, ambapo tumekuja kukutana na dada yetu anaitwa Asha, ambaye takribani miaka mingi yupo ndani. Kutembea kwake ni shida, safari ya kutoka hapa na pale hawezi, na hiyo ni kutokana na kupata ugonjwa wa kuparalyze, kwa maana ya kupooza, na ni gharama nyingi ambazo zinahitajika. Tupo naye hapa na atatueleza changamoto hiyo, lakini pia na gharama ambazo zinahitajika. Habari yako? Salama. Labda mtazamaji anayekutazama anahitaji umwambie kidogo unaitwa nani na historia ya maisha yako ikoje? Naitwa Asha. Historia ya maisha yangu kwamba nilipataga changamoto ya bodaboda. Nilipataga pale Ruwasa nilianguka. Kuanguka sikuumia hapo hapo, nguo ilinasia. Lakini nilianguka lakini niliendelea na shughuli zangu. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda na viungo navyo vinapooza. Ukitembea mara viatu vinavuka. Lakini ilifika siku moja ambayo sikuinuka tena. Ikawa ndo mwanzo wa kuanza kuumwa. Yaani nilikuwa nimeshapooza kila kitu. Nimehangaika sasa, yaani mpaka nimehangaika, yaani inakuwa too much, yaani nimefeli sasa. Umeona? Na tangia siku hiyo sikutembea tena mpaka leo huu naenda sasa ni mwaka wa 6. Kwa hiyo basi nilipofikia naona nimeshindwa, yaani hakuna tena support. Nimeshindwa. Nahitaji tena support, nirudi hospitali, niangaliwe naendeleaje, nafanywa nini tena. Lakini kwa sasa hivi hakuna tena mahitaji yale ambayo unakwenda labda hospitali, ya kwenda wapi. Hamna. Sawa. Labda tueleze mazingira yalikuwa vipi ya ajali ambayo mlipata? Mazingira hiyo siku tulikuwa tunawahi mjini. Tulikuwa tunamwishia mteja mzigo wake. Tulipofika pale Ruwasa, bodaboda alikuwa anakwepa lori. Lori ile pale kwenye purukushani pale kwenda kukwepa, nguo yangu ikaingia ikanasia kidogo. Lakini sikuumia, niliumia tu goti hapa kidogo. Kwa mazingira pale ulihisi tu uliumia goti? Nikaingia pharmacy nikachukua tu, si wanaita nini? Uso sijui nikajifuta, basi maisha mengine yakaendelea. Lakini siku zinazozidi kwenda ndio mwili ukaparalyze, ndio mpaka sasa hivi. Hapa anaeleza namna ambavyo amepambana ili kutafuta suluhu ya kutibiwa, lakini changamoto inayomkwamisha ni kutokana na kutokuwa na fedha. Tokea ajali itokee pale, nasema kwa maana tokea ajali, yani baada ya ajali kutokea pale ukahisi maumivu ya goti, ukaenda kununua dawa. Zilipita siku ngapi mpaka kuja kuanza kuhisi hali ya kupooza? Ilipita wiki moja. Baada ya kupita wiki moja ndio siku hiyo nikalala, nikashangaa siinuki. Nikamwambia mama, mbona siinuki? Siwezi kushuka kitu chochote. Basi mwisho wa siku ndio hivyo, nimejiuguza
Sasa nimechoka, naona kama bado, alafu kuna uhitaji bado na uhitaji huko mbeleni. Na ulivyoenda hospitali wakakwambia nini? Yaani nilienda Muhimbili kule, wakasema wakapiga nini wanaita MRI. Wakasema kwamba haoni kitu. Wakarudia tena mara pili. Kurudia mara pili wakasema lipingili za mgongo zimepishana, yani zimepishana, yani wanavyosema wao. Mara tatu nikapiga, wakasema haoni kitu. Sasa bado nasikia maumivu kuanzia kiunoni kushuka chini, maumivu makali. Sasa ukiangalia sasa hivi pesa zinazotakiwa ni nyingi. Spinal cord gharama zake ni kubwa. Basi gharama ni kiasi gani? Mimi kuna hospitali nilienda nikaambiwa nitafute kama milioni 20 ndio nitakuwa sawa. Sawa. Na tokea sasa upewe hayo majibu, kuna jitihada zozote ambazo umeanza kuzifanya ili uweze kurudi tena hospitali? Kusema kweli hapana. Nipo tu sasa hivi. Sina sasa cha yani hakuna ile kusema kwamba msaada hamna. So unajua tuna familia zetu hakuna. Hamna. Mimi ndio nilikuwa kila kitu. Hakuna, sasa utafanyaje na hakuna. Ndio hivyo. Kwa sasa anatueleza amekuwa ni mtu wa kubebwa pale anapohitaji kwenda sehemu moja ama nyingine. Na kuna changamoto zipi ambazo unazipitia sasa katika kufanya shughuli zako? Sasa hivi baada ya changamoto kuna kuna changamoto zipi ambazo unazipitia sasa kwenye kufanya changamoto zako za kila siku, au huwezi kabisa kwa sasa hivi? Siwezi. Niliambiwa nisifanye shughuli ngumu. Mimi kazi zangu zilikuwa ngumu. Mimi kazi zangu zilikuwa za kubeba vitu vizito. Mchele, maharage za kuhangaika, soda nilikuwa kama na duka fulani. Lakini sasa hivi hamna. Nipo tu. Na una familia, kwa maana namaanisha mume wako na watoto? Sina familia wala mtoto. Wala mume? Sina. Kwa nini? Sasa sinaumwa, ndani atakutaka sasa hivi. Naumwa. Naumwa. Najiangalizishia. Utakapokuwa sawa. Na hapa unapokaa ni nyumbani kwenu kabisa ama ni nyumba ya kupanga? Hapa nilipanga kwa sababu nilikujaga kwa matibabu. Lakini bado naona hali sio nzuri. Kwa maana hiyo unawezaje kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Nashika ukuta au mtu anishike mkono. Mpaka mtu akushike mkono ushikilie mwenyewe ukuta. Na kuna maumivu unayasikia kwa labda muda wa kulala? Sasa unabidi uyavumilie. Sasa nishaanza kuyavumilia, lakini ni makali. Hata kwa mtu mwingine asingeweza kuvumilia. Yanaanzia kiunoni kushuka chini. Upande wa kushoto huu ndo maumivu makali mno. Kuanzia kiunoni. Pole sana. Dada huyu anawaomba Watanzania wote ambao mnamtazama kuweza kumsaidia kiasi cha fedha ili aweze kuendelea na matibabu, kwani kwa sasa hana msaada wowote. Na labda kitu gani hasa ambacho sasa unatamani kushare na Watanzania na wadau tofauti ambao wanakutazama? Mimi natamani nirudi hospitali nianze tena vipimo na nijue maendeleo yangu inakuwaje. Labda mtu anahitaji kufahamu kwamba unahitaji msaada wa kifedha ama matibabu. Atakayejitokeza kunipeleka hospitali sawa, na watakaonichangia sawa. Imadi tu nianze tena vipimo upya, kama naanza mwanzo tena naanza. Unakupateje sasa? Mimi ni namba na simu. Namba zako? 0693 201 509. Nirudie tena. Namba 0693 201 509. Jina langu ni Asha. Inaitwa Faustini. Jina ambalo linatoka kwenye hiyo namba? Faustini Makinga. Sasa hapo mwanangu, hicho ulichokiongea utakirudia. Hicho. Ila kwa dakika kadhaa.
Hapo hapo simama.